tunasikia Bwana. Bwana, tunasema ni asante kwa mwaliko huu, ni asante kwa kutuweka pamoja Bwana. Unajua mawazo ya kila mmoja, unajua tumaini la kila mmoja Bwana. Tunapoenda mbele zako Bwana, wacha ukatusikie Bwana, kwa maana ulisema kwamba tukikuita Baba unaitika. Ulisema kwamba tukikutafuta Bwana unapatikana. Bwana, asubuhi ya leo wacha ukapatikane katika ule ndugu, wacha ukapatikane kwa ule dada, wacha ukapatikane kwa ule mama, wacha ukapatikane katika ule mzee, wacha ukapatikane kwa taifa lile Bwana. Kuna wale wanaomba afya, kuna wale wanaomba kazi, kuna wale wanaomba amani, kuna wale wanaomba utembee nao, kuna wale wanaomba ya kwamba wakakufahamu. Wacha asubuhi ya leo Bwana, hata wale wenye wako hospitalini, hata wale Baba, wale ni wagonjwa lakini wako manyumbani Bwana, wacha asubuhi ya leo, wacha ukawatembelee. Wacha asubuhi ya leo Bwana, wacha ukainue Bwana, kwa maana wewe Bwana ni mwaminifu, kwa maana wewe Bwana unatuchua Bwana. Hata kabla tujaomba, neno lako linasema kwamba tayari ushajibu Bwana. Hata kabla hatujaenda mbele zako Bwana, wewe unajua, kwa maana Bwana wewe ndio ulituumba na ukasema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali ataishi kwa neno litokalo kinywani mwako. Asubuhi ya leo Bwana, tunakutukuza. Asubuhi ya leo Bwana, moyo wangu unaufungua, nasema ya kwamba Bwana uondoe kila ambacho haujaweka ndani yangu, kila ambacho kinaweza leta upungufu wa maombi, kila ambacho kinaweza leta nisikufahamu zaidi Bwana, wacha ukaondoe. Ninapoenda mbele zako Bwana, wacha ukazidi kunitia nguvu, wacha ukazidi kutia ndoa yangu nguvu, wacha ukazidi kutia watoto wangu nguvu, wacha ukazidi kutia ndugu na dada, wacha ukazidi kutia nguvu kanisa lako. Najua ya kwamba adui anataka tusiombe ili tukalemewe Bwana, lakini wewe ndio ulisema kwamba tuombe bila kuchoka. Ndipo asubuhi ya leo Bwana, tumeamka na moyo mkunjufu ukisema kwamba asante kwa gift of life, you have been protecting us oh God. Tangu tuzaliwe Bwana, umekuwa mlinzi mwema Bwana, na tena asante kwa kutusanya hapa katika nyumba yako Bwana. Tumekuja na lengo moja ili tukakuinue, tumekuja na lengo moja ili tukakufahamu Bwana. Tunaweka kando mambo yote Bwana, tunaweka kando mafikira yote, tunaweka kando hali zote ambazo tunapitia asubuhi ya leo ili tukainue jina lako Bwana, kwa maana unasema ya kwamba Njooni kwangu wote ambao wanalemewa. So mpendwa, popote ulipo, mwambie tu Bwana ni asante, ni asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa kuniongoza, asante kwa kulinda watoto wangu. Tumekuwa na watoto tangu shule zifunge mpaka saa hii, watoto tumekuwa nao na saa hii tunapanga tena warudi shule. Mwambie tu asante hata kwa ndoa yangu, asante hata kwa kunifanikisha, hata asante kwa kanisa. Mwambie tu asante, kwa maana hakuna vile tunaweza kumlipa Mungu bali ni kumwambia tu asante, mfalme mwema. Asante kwa upendo wako, asante kwa ukuu wako, kwa maana umeficha maisha yangu katika mabawa yako Bwana. Umeficha uhai wangu Bwana. Hakuna nguvu zote za giza ambazo zinaweza kunishinda, kwa maana ndani yangu Bwana umenitia nguvu, kwa maana ndani yangu Bwana wewe uliye ndani yangu ni mkuu. Kama vile Gehazi alipoona ya kwamba wameisha, akaona jeshi kubwa litawaangamiza, lakini hakujua ya kwamba tayari mbingu ilikuwa imemletea ushindi. Hakujua tayari mbingu imemletea ushindi. Mpendo, uko na ushindi ndani yako, kuna ushindi ndani yako, kuna ushindi Bwana. Wacha kila kiumbe ambacho kiko na pumzi kikamtukuze Bwana asubuhi ya leo. Mwambie tu asante Bwana, asante kwa kunilinda, asante kwa kuniamsha. Kuna wengi wametamani, kuna wengi waliomba, lakini wewe Bwana amekuamsha. Kuna wengi walisema kwamba tutaenda wapi, kuna wengi walisema nitafanya hivi, lakini hawajaamuka. Lakini Bwana, sisi umetutia nguvu Bwana. Hatutachoka kusema ni asante, hatutachoka kusema kwamba wewe ni Bwana, hatutachoka kusema kwamba wewe ndio unatutia nguvu. So asubuhi ya leo Bwana, ninatakasa, ninaomba ya kwamba wacha kila kiumbe ambacho kiko na pumzi kikakutie nguvu Bwana. Ninasema asubuhi ya leo, wote unajua hali zetu. Kuna wale wanahitaji school fees Bwana, kuna wale wanahitaji rent, kuna wale wanahitaji chochote Bwana. Ulisema kwamba seek first my kingdom. Tumekuja kutafuta asubuhi ya leo Bwana. Tukisha kutafuta Bwana utajibu. Kama unasema kwamba wewe utapea maji na mkate. Hata Wanaisraeli walipokuwa jangwani hawakuwa na mashamba ya kulima, hawakuwa na kazi ya kufanya, lakini you provided for them Bwana, ukawapea Bwana. Wote ambao wanahitaji chochote
Bwana, wacha ukawape asubuhi ya leo Bwana. Hatujakuja tu kukutafuta kwa sababu tunahitaji vitu, bali tumekuja kutafuta kwa maana wewe unapatikana. So asubuhi ya leo Bwana, tunakusanyika kama kanisa Bwana, tuko na moyo mmoja ya kwamba ukatende jambo katika maisha yetu, ili tukakuinue jina lako, ili tukakupe sifa, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye ushindi. Asante kwa maisha yangu, asante kwa afya maishani mwangu, asante kwa kuzidi kunilinda, asante Bwana kwa kuzidi kukua upande yangu, kwa kukua upande ya jamii yetu, kwa kukua katika upande wa familia yetu. Bwana, wewe ndiye unajua mafamilia ambazo tulitoka, lakini uzuri ni kwamba wewe uliwaambia wanafunzi wako kwamba kuna wakati ndugu na dada walikutafuta, ukasema ya kwamba mimi niko na ndugu zangu ni wale ambao wanasikia neno lako Bwana. Bwana, tumekusanyika hapa na ndugu na dada ili tukasikie neno lako Bwana. Wacha ukainuliwa asubuhi ya leo Bwana, wacha ukatukuzwe Bwana. Malaika Bwana ambao umetuma asubuhi ya leo Bwana, wacha wakatuletee ujumbe wa furaha Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, tutafurahia kwa sababu ni kusudi lako. Asubuhi ya leo Bwana, tutapokea kibali kutoka kwako, tutapokea ahadi ambazo umesema Bwana, ujumbe ambao umesema katika maisha yangu, malaika ambao umetuma katika maisha yangu Bwana, atafika na atafika katika saa Bwana, kama unavyosema katika Isaiah 60:22. Umesema kwamba I the Lord will make it happen. Bwana anatenda asubuhi ya leo Bwana, anaondoa hali ambayo uko nayo Bwana, anatenda asubuhi ya leo. Mpendwa, mwambie tu Bwana ondoa Bwana, mwambie tu Bwana nikomboe kwa mambo yote ambayo ninapitia, nikomboe ninapoenda mbele zako Bwana. Adui asikuwa amesimama ananihukumu, aseme ya kwamba leo nilifanya hili, aseme hii wiki ulifanya hili. Mbona uko mbele yako? Kumbuka Joshua alipokuwa amesimama, adui alikuwa na mhukumu, anasema ya kwamba hizo dhambi ambazo amefanya, na yeye Joshua alikuwa amebeba dhambi za taifa la Israeli. Asubuhi ya leo sijui ni kitu gani ambacho adui ameweka, ambacho shetani anakuhukumu nayo. Wewe ni mshindi asubuhi ya leo, wewe ni mshindi katika maisha yako, wewe ni mshindi katika maisha yako. Mwambie tu Bwana nitakase Bwana, niandae, andaa moyo wangu Bwana, ninapoenda mbele zako Bwana, nijue ya kwamba unaweza, nijue ya kwamba wewe unaweza. Hali yangu isifanye ya kwamba nione ya kwamba umenisahau. Mambo ambayo yanafanyika katika maisha yangu yasifanye ya kwamba umenisahau Bwana. Bwana, najua unatenda Bwana, najua jina lako ni kuu Bwana, najua wewe ni mwaminifu katika maisha yetu, wewe ni mwaminifu Bwana. Ninajua wewe unanipenda hata ijalishi mambo ambayo napitia Bwana, ninajua wewe unanipenda, na wewe Bwana ni msaada wangu wa karibu wakati ninapofika mwisho Bwana. Wewe unaniandaa Bwana, wewe unaniinua Bwana, kama vile uliweza kumuinua Ayubu. Ayubu alipitia changamoto, lakini Bwana ukaweza kumuinua Bwana. Asante kwa asubuhi ya leo Bwana, asante kwa uwepo wako, asante kwa uwepo wako kwa kanisa, asante kwa kututakasa, asante kwa kutuleta pamoja kama familia hii tunapoomba ikiwa na lengo moja, kwa maana neno lako linasema kwamba watu hawaendi mbali kama wana lengo moja. Bwana, tuko na lengo moja ili tukuinue, tuko na lengo moja asubuhi ya leo tukuite Bwana, ukatende jambo katika maisha yetu, ukatende jambo katika huduma hii, ukatende jambo katika ndoa zetu, ukatende jambo katika uzao wetu Bwana. Tunakataa kuwa wale, tunakataa kuwa wajuzi, bali wewe ubadiliki. Wacha ukatende katika maisha yetu, wacha ukatupiganie Mfalme wa ajabu, wewe ulali wala usinzii. Asubuhi ya leo Bwana, tunakumiminia sifa. Asubuhi ya leo tunasema wacha ukainuliwe. Asubuhi ya leo tunatukuza neno lako ukijua ya kwamba wewe unatenda. Mwambie tu Bwana, ninajua unaweza. Mwambie tu Bwana, unajua unaweza. Hakuna jambo katika maisha yangu, hata marafiki waseme, hata daktari aseme, ninajua wewe ndio uko na final say. Wewe ndio uko na final say juu ya maisha yangu, wewe ndio uko na final say juu ya uhai wangu Bwana. Asubuhi ya leo naliinua jina lako, naungana na malaika, naungana kisema ya kwamba wewe unaweza, kisema ya kwamba hosana umeinuliwa Bwana katika kiti cha enzi Bwana. Tunaliinua jina lako, tunamimina sifa zako. Daudi akasema kwamba inuka moyo wangu usisononeke. Asubuhi ya leo moyo wako mpendwa usisononeke. Muite Bwana katika hali yako, muite Bwana anayeweza.
Mwite Bwana katika afya yako, mwite Bwana katika kazi yako, mwite Bwana katika huduma yako. Mwambie Bwana, wewe ndio umekuwa nami tangu mwanzo, tena bado wewe ubadiliki. Neno la Bwana linasema kwamba wanadamu wanabadilika, lakini Mungu habadiliki. Bwana, umekuwa mwaminifu tangu nizaliwe, umekuwa nami Bwana wakati huu, usiniache. Mwambie tu Bwana, usiniache, usiniache kwa watoto wangu, usiniache kwa ndoa yangu, usiniache kwa biashara yangu. Kuwa nami Bwana, kaa nami Bwana, kaa nami Bwana. Ndiposa Daudi wakati alipokuwa na wasiwasi, wakati Daudi alipokuwa anapitia njia panda, wakati bibi yake alichukuliwa, wakati watoto wake wakachukuliwa, akashangaa nitafanya aje, lakini hakuwa na mtu ambaye alimtia nguvu. Asubuhi ya leo sijui nani unataka kutie nguvu, Mungu pekee ndiye atakutia nguvu. Na Daudi alipotiwa nguvu na Mungu akasema, should I pursue them? Na akaweza kufuata, na akasema, Bwana, je, nikiwafuata nitashinda? Nikiwafuata nitapokea? Bwana akamwambia, utapata na utarejesha maradufu. Sijui asubuhi ya leo ni kitu gani kinakutia uoga? Sijui asubuhi ya leo ni kitu gani kinakufanya kwamba ushindwe kusonga mbele? Na kuambia kwamba utasonga mbele, na wewe ni mshindi. Nuru ya Bwana inaangaza juu yako. Wacha nuru ya Bwana ikaangaze juu yako, ikakumulike popote uendapo na urudipo, ukakuwe mbarikiwa kama vile Abrahamu baba wetu wa imani akaambiwa ya kwamba nitakufanya ubarikiwe na utakuwa mbariki wa wengine. Wewe uko hapa kwa ajili ya familia yako, uko hapa kwa ajili ya ndugu zako, uko hapa kwa ajili ya dada, uko hapa kwa ajili ya taifa. Omba, mwambie Mungu nionyeshe, mwambie Mungu enda nami, mwambie Mungu nitetee, mwambie Mungu nisaidie, mwambie Mungu kaa nami, mwambie Mungu niinue, mwambie Mungu nipanguze machozi. Daudi akasema kwamba machozi yangu yamejaa chupa. Asubuhi ya leo sijui nini imejaa. Mwambie Bwana, Mwite Bwana katika hali yako. Mwambie machozi yangu yamejaa chupa, machozi yangu yamejaa chupa Bwana. Wacha Bwana akakukumbuke, wacha Bwana akakukumbuke, akakuletee furaha ambayo inazidi yote. Enda mbele zake Bwana, usinyamaze mpendwa, usinyamaze wakati huu. Kama vile Esther walimwambia, ukinyamaza msaada wetu utatoka kwa Bwana. Na wewe usidhani kama utafaulu, bali utaamuka. Usilale kama vile Jona alipokuwa analala wakati amekosi wengine wanaumia. Muombe Mungu, mwambie Mungu nikumbuke, mwambie Mungu ni wewe ndio tegemeo langu, wewe ndio msaada wangu wa karibu, sina mwingine. Niende kwa nani kama sio wewe? Niende kwa nani kama sio wewe? Wewe ndio unalinda uhai wangu, wewe ndio unalinda maisha yangu, wewe ndio umeniweka katika hema yako. Ndiposa Daudi akasema kwamba nitaenda katika nyumba ya Bwana, yani nione tu upendo wake, nione tu upendo wake, nione tu uzuri wake. Asubuhi ya leo usikate tamaa mpendwa, kwa mambo yote ambayo unapitia. Jipe moyo, Bwana anaweza. Jipe moyo, Bwana anaweza. Bwana anakujua. Ndiposa asubuhi ya leo tunakuja tukupenda huyu Yesu. Tumekuja kusema kwamba Bwana asante kwa kuwa upande wetu. Umelinda watoto wetu, tumekuwa nao tangu wafunge shule. Umekuwa nao Bwana hata wakati wanapoenda shule. Bwana, wacha ukawahifadhi. Kuna wale wanaenda boarding school, usinyamaze. Kuna wale ambao wanahitaji school fees, usinyamaze. Mwambie tu Bwana nikumbuke. Kuna wale wanahitaji rent, mwambie tu Bwana nikumbuke. Kuna wale wanahitaji afya, mwambie tu Mungu nikumbuke asubuhi ya leo. Unapozuru wengine Bwana, usinyamaze. Kuna wale wanaombea familia yake, kuna wale wanaombea wazazi, kuna wale wanaombea ndugu, kuna wale hata wanaombea taifa. Usichoke, usiseme sina kitu yenye naweza omba. Mwambie tu Mungu kumbuka huduma yangu, kumbuka ndoa yangu, kumbuka biashara yangu, kumbuka watoto wangu Bwana, kumbuka kila kitu, kumbuka taifa, kumbuka yote Bwana ambayo ulisema katika maisha yangu, wacha yakatimie. Na Bwana ni mwaminifu, anasikia. Lord is here to listen to you. Lord is here to answer you. Bwana yuko mbali, Bwana yuko mbali na wewe, amekaa tu karibu nawe, amesema moyoni. Biblia inasema katika Revelation 3:20, behold I stand at the door. Bwana amesimama katika moyo wako, anasema unahitaji nini?
Umeomba nini Bwana? Umeomba nini Bwana? Unasema anashindwa. Bwana hawezi shindwa. Bwana ni mwaminifu. Bwana hawezi shindwa. Katika hiyo hali kuna wengi walipitia na wakashinda, hata wewe utashinda. Kuna wengi walilia, lakini Bwana akaingilia katika machozi, akapanguza, akawajibu. Sara, kumbuka vile Sara alikuwa katika uzee wake, Mungu akabadilisha uzao wake, akabadilisha umbu yake, ilikuwa ya uzee ikakuwa mdogo mpaka akaweza kuzaa. Mpendwa, usimsahau Bwana, mwambie tu asante. Hata kumbuka Naamani alikuwa leprosy imemshika, ukoma ilikuwa imemshika mpaka ngozi yake imezeeka, lakini vile alivyoingia Yordani, Bwana akanena na yeye, tunaona ngozi ikarudi kama ya mtoto. Asubuhi ya leo sijui unapitia hali gani, unaona Bwana hawezi badilisha maisha yako, atabadilisha maisha yako, atabadilisha maisha yako, anabadilisha. Asubuhi ya leo anakubadilisha, anakusongesha katika rehema yake, anakusongesha because his mercy endures forever. Anasema machozi unaweza lia usiku, sijui usiku umekufanyia nini, lakini nakwambia hii ni asubuhi. Furaha ya Bwana, furaha ya Bwana, furaha ya Bwana wacha ikakuwe maishani mwako. Wacha Mungu akakupee sifa, wacha Mungu akakupee furaha, wacha Mungu akakupee furaha. Ndiposa Paulo akasema furahia katika Bwana wakati wote. Hata kama unalia, mwambie tu Mungu uko nami. Hata kama unapitia changamoto, mwambie tu Bwana, mimi ni wewe tu. Wewe ndiye unajua maisha yangu. Bwana ndiye anajua maisha yako. Bwana ndiye anajua mahali alikutoa. Bwana alikuwa na lengo kukuumba mwanaume, akijua ya kwamba utaweza. Alikuwa na nguvu ya kukuumba mwanadada, akijua ya kwamba utaweza. So asubuhi ya leo enda tu mbele zake Bwana, mwambie Bwana, tenda vile upendavyo katika maisha yangu. Mwambie tenda vile upendavyo katika maisha yangu. Sina mwingine ambaye ninategemea. Sina mwingine anayejua mapito ambayo ninapitia. Sina mwingine anajua machozi ambayo ninalia kwa siri. Biblia inasema kwamba mwenye anaomba kwa siri, omba kwa siri, Bwana atajibu kwa wazi. Bwana atakupa furaha asubuhi ya leo. Mpendwa, jipe moyo katika Bwana. Mpendwa, mwambie tu Mungu asante. Mwambie tu Mungu ni asante. Ukikumbuka mahali Bwana alikutoa, ukikumbuka maombi ambayo uliomba Bwana akajibu, mwambie tu ni asante. Kuna wengi waliomba bado wanaomba hawajajibiwa, lakini Bwana amekujibu, amekupa afya. Kumbuka wakati ulienda hospitalini, wengine walikuwa uko wakafa, lakini wewe ukatoka ukiwa mzima. Kumbuka wakati ulikuwa kwa labor room, kuna wengi hawakurudi, lakini wewe ukatoka hapo na mtoto. Kumbuka katika masomo yako, kuna wengi wamesoma hata kuliko, lakini hawana kazi, lakini Bwana amekupa kazi. Kumbuka biashara ambayo umefungua, kuna wengi wamefungua lakini hawapati hata customer siku moja, lakini wewe Bwana amekupa customer. Hufai kunyamaza mpaka umshukuru Mungu. Kumbuka kuna ndoa, kuna wengi wanatamani ndoa lakini hawajapata, lakini wewe umepata. Mshukuru Mungu kwa hiyo. Kuna wengi wanatamani watoto, kuna wengi wanalia, wengi wanazunguka wakitafuta watoto, lakini wewe Bwana ameshakupea watoto. Usisahau kumshukuru. Kuna wengi wanatafuta uhai, wanasema kwamba Bwana ninakupenda kufahamu, wanasema kwamba Bwana ninatenga nikupende, lakini wengi hawajapata. Lakini wewe Bwana amekupea nafasi kama hiyo. Enda mbele zake, mwambie tu Mungu asante. Ndiposa Daudi akasema kwamba inuka moyo wangu, inuka, mpe Bwana sifa kwa mambo ambayo alikufanyia, kwa mambo ambayo anafanya. Baba ni asante kwa mambo ambayo unafanya katika maisha yangu. Bwana ni asante kwa mambo mema ambayo unanitendea. Sijui niseme nini Bwana, niwache nini. Umekuwa upande wangu, umekuwa upande wa jamii yangu, umekuwa upande wa familia yangu Bwana. Kama sio wewe, ndiposa Daudi akasema kwamba wana Israeli waseme, kama Mungu angekuwa upande wetu tungekuwa tumeisha. Kama Mungu angekuwa upande wetu tungekuwa tumemalizika. Kama Mungu angekuwa upande wako, ndoa yako ingekuwa imeisha, biashara yako imekuwa imeisha, hata afya yako imekuwa imeisha. Lakini ni kwa ajili ya Bwana kwa upande wako. Usiache, usichoke. Ndiposa neno linasema kwamba wakati wa ndugu walichoka, wakati ndugu waliacha maombi, ndiye adui akaingia usiku akapanda magugu. Unapoacha kuomba, adui anakuja anapanda magugu katika ndoa yako, anakuja anapanda magugu katika watoto wako. Usiruhusu unyamaze, uache kuomba, useme tu ni mambo ya kawaida, useme tu ni mambo ya kawaida. Mwambie Mungu,
Nisaidie katika hii hali, nisaidie katika hii hali. Mimi peke yangu siwezi. Wakati kanisa lililala, adui akapanda magugu. Kumbuka wakati Paulo waliwekwa gerezani, wakati Petero waliwekwa gerezani, wakati walimuua Stefano, wakati walikamuua James, tunaona ya kwamba adui wakaingia kanisa, watu wakakuwa na uoga, lakini ile kanisa iliamua ya kwamba iombe. Wakati waliomba, Mungu akajibu maombi yako. Asubuhi ya leo, enda mbele zake Bwana. Mwambie Bwana, katika maisha yangu nitetee, katika maisha yangu nitetee. Adui ni wengi. Ulisema kwamba nitashinda kwa sababu neno la Bwana linasema katika Biblia inasema katika Isaiah 54:17 inasema kwamba no weapon, kuna silaha ambazo zinaandaliwa chini ya maji, wewe ujui. Usipoomba adui atakuangamiza. No weapon fashion, there is weapon are being fashioned, but if you don't call upon the Lord, sitakuweza. Ndipo Biblia inasema no weapon fashion against us shall prevail. Hata maneno ambayo yataongelewa mpendwa, haitafaulu, kwa maana tuko na Bwana. So mpendwa, wacha ukamtukuze Bwana. Mwambie tu Bwana, ni asante, kwa maana silaha zote ambazo zinaandaliwa hazitafaulu. Maneno ya wanadamu ambayo yanaandaliwa chini ya maji, chini hawatafaulu. Mahali ambapo wachawi wanajitayarisha kuniletea aibu, hawataweza. Kutaka watoto wangu wahangaike, hawataweza. Kutaka mimi niaibike, hautaaibika. Because the word of God says that in your shame you receive double portion. God is with you, child of God. God is with you, child of God. Kwa maana Mungu ni mwaminifu mpendwa. Mshukuru tu Mungu. Mwambie Mungu ni asante, kwa maana uko upande wangu. Mwambie Mungu ni asante, kwa maana uko mbali na mimi. Kwa maana nikikuita unaitika. Daudi akasema kwamba I call upon the Lord, he heard my cry. Bwana anasikia, na Bwana ndiye anayebeba mizigo yetu ya kila siku. Bwana anakufahamu mpendwa. Bwana anakufahamu. Kilio chako kimefika masikioni mwa Bwana. Maombi yako yamefika, Bwana anataka kujibu. Bwana atajibu kwa wakati wake. The Lord will make it happen. Hata ichukue muda, hata ikawie, Mungu atajibu. Mungu atakuletea furaha kama furaha aliyoletea Sara. Sara alikuwa ameona ya kwamba ameisha. Naamani alikuwa anaona ameisha. Yusufu akaona ameisha, lakini Bwana akamletea furaha. Bwana akamtendea. Bwana akamtendea katika maisha yake. Wacha Mungu akakujibu. Wacha Mungu akakutetee. Wacha Mungu akakufariji. Mungu ndio mfariji mwema. Rafiki sio mfariji mwema, lakini Yesu ni mchungaji mwema. Bwana ni mchungaji mwema katika maisha yako. Bwana ni mchungaji mwema. Katupe amani Mungu wetu. Amani yako ambayo inapita ufahamu wa dunia hii.